Ninamshukuru sana Mungu kwa ajili yenu nyie ambao mlianza kugonga hodi katika ofisi ya mkuu wa mkoa, mkaniambia, Makonda, tunaona aliko baraka katika mji wa Arusha kupitia maisha yako. Mkaniambia chukua fomu. Moyo wangu haukuwa rahisi kukubali. Mlinishawishi, mkanipa hoja, nami nikamshirikisha Mungu, nikamwomba, na hatimaye akanipa kibali. Nimekuja kwenu kusema asante kwa kuisikia sauti ya Mungu na kuliambia nichukue fomu, na asanteni kwa kujitokeza kuniombea kula, na asanteni kwa kwenda kupiga kula, na asanteni kwa kunichagua na kunipa nafasi ya kuwatumikia. Ndugu zangu wana Arusha, nafahamu Mungu ameweka kitu cha tofauti kwa Daktari Samia. Miaka takriban 30 iliyopita, Arusha haikuwahi kupata nafasi ya kushiriki kwenye baraza la mawaziri. Tangu alivyotoka mzee wetu Kinana, historia inaonyesha haijawahi kupatikana nafasi tena ya mlisi kwenye baraza la mawaziri, eza naibu au waziri kamili. Kwa mapenzi yake Mungu, kwa kumwonyesha maono mema Daktari Samia, akatuona na sisi wana Arusha tunafaa kukaa katika kiti cha wachache kati ya wengi katika taifa letu, na hatimaye kupata nafasi ya kuwakilisha Tanzania kwa nafasi ya wizara hii. Nimekuja kwenu pia kumshukuru Mungu kwa ajili ya Daktari Samia na kuomba wana Arusha tumshukuru na kumwombea ili Mungu aendelee kumpa maono ya kuitendea mema jiji letu la Arusha, ikiwa ni mkoa namba 1 kwa Tanzania, ukiwa ni jiji namba 1 kwa Tanzania, lakini tukiwa watu namba 1 kwa Tanzania. Jambo langu la 4, nimekuja kwenu kuwaomba. Nafasi hii tuliyopewa ni kubwa na ina majukumu mengi. Ningekuwa na muda wa kutosha ningefafanua, na inawezekana kuna wakati msinione kwenye jimbo, mjue ya kwamba nipo kupitia viongozi wengine, wakiwepo madiwani tulionao katika jimbo letu la jiji la Arusha. Mtakapomuona diwani wa kata hii ya Ngarenaro, mkamwona diwani wa Sokoniwani, mkamwona diwani wa Sakina, mkamwona diwani Tojo, mkamwona Maximilia, mkiona madiwani wote wa kata yangu, mahitaji yao ni mahitaji yangu, mahitaji yenu ni mahitaji Afcon. Na nyinyi mmekuwa mashahidi. Mashindano haya ya Afrika yanatengeneza fursa kubwa, si tu fursa kwa ajili ya vijana wetu kucheza, bali fursa ya ajira. Leo tunapoletewa mashindano ya mpira ya Afrika ndani ya jiji letu la Arusha, maana yake mama mchicha, anayelima mchicha, anayelima mpunga, anayefuga mifugo yoyote, naye atatengeneza pesa kupitia kazi kubwa ya michezo hiyo. Tawapa takwimu tu. Mwaka jana 2025, mwaka ambao tulikuwa Moroko imeongoza kwa utalii kwa Afrika na imejipatia mapato yasiyopungua zaidi ya dola bilioni 19 zilizopatikana kutokana na utalii uliofanyika. Ndugu zangu, niwaambieni, mnafahamu walikuwa na malengo wale ndugu zetu ya kuwa na watalii karibia milioni 18, lakini wamevuka malengo, wameenda milioni 19.7. Na leo hii kwa Afrika Moroko ndio inaongoza kwa utalii. Wana Arusha tunajua maisha yetu ni utalii. Kuanzia wanaoendesha magari ya utalii, madreva, matua guide wale, mapota, ukienda hata kwa ndugu zangu magereji wanaofanya kazi ya kuhudumia service ya magari, ukienda kwenye vituo vya mafuta, ukienda kwenye masoko yetu ya Kilombero, ukienda kila kona, ukienda mpaka kwenye hoteli, kwenye migahawa, utakuta watalii wamejaa. Tuna matarajio makubwa kupitia Afcon 2027 atakayofanyika katika mkoa wetu wa Arusha. Uchumi wa wana Arusha utapanda. Nami nimekuja kwenu kuwaomba tujiandae kikamilifu kutengeneza pesa, kwa kuwa miaka 5 ya Makonda katika jimbo la Arusha ni miaka ya kutengeneza pesa, wala si kupoteza muda kwa siasa za majitaka. Ndugu zanguni, niwaambieni tena, wizara yetu hii ya michezo ni wizara inayohusu kila familia. Leo hapa tumemsikia baba yetu, kiongozi wetu Mlegwanani, akiongelea habari ya mila. Tumemsikia Mshiri, makamu mwenyekiti
wawashiri wote Tanzania. Ameongelea habari ya mila, na mimi jukumu langu ni kulinda mila. Naomba niwahakikishie viongozi wa kimila ya kwamba nitalinda na kudumisha, na ikiwezekana kabla ya bunge hili halijaisha nitawaalika Dodoma ili tukae tupange mipango ya namna gani ya kulinda na kudumisha mila na tamaduni zetu. Ndugu zangu, ndani ya mila kuna chakula chetu, ndani ya mila kuna mavazi yetu, ndani ya mila kuna heshima zetu za rika mbalimbali, ndani ya mila zetu kuna ngoma zetu. Asiyejua mila zake hajui anakokwenda na ni rahisi kupotea. Nami sitakubali kama waziri mwenye dhamana kuhakikisha kwamba nitalinda na kudumisha mila za taifa letu la Tanzania, ili taifa hili linapokuwa linaendelea kutambulika duniani kwa mila zake. Leo hii watu wanakuja kutoka nchi mbalimbali, wakiona ndugu zangu wa Masai wanajua wameingia Tanzania. Wanakuja kutoka maeneo mbalimbali, wakiona ndugu zangu wa Hehe wanajua wameingia Tanzania. Wanakuja kutoka maeneo mbalimbali, wakiona Wameru wanajua wameingia Tanzania. Wakiona Wachaga wanajua wameingia Tanzania. Wakiona Wasukuma wanajua wameingia Tanzania. Nami nitamsaidia Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa unyenyekevu mkubwa kuhakikisha kwamba mila za taifa letu, ambayo ndio kitambulisho chetu, kinalindwa na kudumishwa kwa maisha yetu yote. Kwa kuwa muda wetu ni mchache, niwaambie habari njema tu. Hamtakuwa mnanisikia bungeni nikiuliza maswali. Na kwa miaka 15 takriban jimbo letu la Arusha limekuwa jimbo la ahadi. Watu wakiahidi watajenga hiki, watafanya hiki, watafanya hiki, watafanya kile. Nimekuja na mbinu mpya. Makonda sitaongea, ila kazi itaongea kwa niaba yangu. Hamtasikia nikipiga kelele, lakini ukipita mtaani ukaona barabara inajengwa, jua Makonda ameamua kuongea kwa vitendo. Mkipita barabarani mkaona nguzo za umeme zinatandikwa, jua Makonda ameamua kuongea kwa vitendo. Mkiona viwanja vya mpira vidogo vidogo vinajengwa, elewa Makonda ameamua kuongea kwa vitendo. Nitahakikisha ndani ya miaka 5 tunabadilisha jiji letu la Arusha na kurudisha kwenye hadhi yake ya kuwa Geneva ya Afrika. Ndugu zangu, ninafahamu ya kwamba mji huu una vijana wenye vipaji vingi. Wako wenye vipaji vya pikipiki, wako wenye vipaji vya riadha, wako wenye vipaji vya kuendesha baskeli, wako waimbaji, wako wanaweza kuingia kutengeneza movie. Naomba niwahakikishie ya kwamba ofisi ya mbunge, ambayo kuanzia mwezi wa 6 tukikamilisha ujenzi itaanza kufanya kazi, na itakuwa na vijana wasiopungua 30 kuhakikisha kwamba kila kijana mwenye kipaji katika jiji la Arusha anakuwa mfano kwa Tanzania. Naomba mkae mkao wa kula. Naomba ndoto mlizokuwa nazo miaka mingi muamini ya kwamba nuru iko mbele yenu. Niwaombe sana msipoteze muda kwenye mambo yasiyotengeneza pesa. Potezeni muda kwenye mambo yanayotengeneza pesa. Nilitangaza kule wizarani ya kwamba tunapoelekea kwenye AFCON tunataka kila sekta ya burudani ijiandae. Nimeona hapa mama zangu, nimeona mpaka kaka zangu, kwaya, ngoma, wachoraji. Tunakwenda kuwashindanisha wasanii wa Tanzania na kikundi bora, mwimbaji mmoja mmoja, mwimbaji katika kikundi, dansa katika kikundi, dansa mmoja mmoja, mchoraji bora. Watapongezwa, watatambulika, na hao watahusika kwenye mashindano yote ya AFCON, na tutawalipa pesa itakayobadilisha maisha yao. Niwaombe wa Tanzania mjiandae, lakini wana Arusha pia, faida mlionayo msiliangushe mbunge wenu. Hakikisheni mnatumia vipaji ambavyo Mungu amewapa kujenga uchumi wenu, kwa kuwa Daktari Samia ameshatengeneza mazingira. Juzi wakati naingia wizarani nikagundua wako vijana watengeneza maudhui, content creator wale.
wanahangaika. Mwingine anatumia simu yake, mwingine akitumia simu yenyewe inafuta taarifa alizokuwa nazo, akiupload inagoma kupanda kwenye mitandao ya kijamii. Nikamfuata Daktari Samia Suluhu Hassan, nikamwambia wako vijana wenye ndoto kubwa na vipaji wanavyo, lakini wamekosa mtaji. Akaniambia unataka nini? Nikamwambia Mheshimiwa Rais, kwa kuwa una mpango wa kuacha tabasamu kwa Watanzania, naomba uache tabasamu, tuanze na vijana wetu hawa content creator. Rais kwa mapenzi makubwa amenipatia bilioni 2 kwa ajili ya kuwapa uwezeshaji vijana wa Tanzania, mkiwemo na Wanaarusha. Ninaomba hiyo fursa muitumie kujenga uchumi wenu. Ndugu zangu, tuna miradi mingi katika jiji la Arusha. Jiji letu hili tunajenga uwanja wa AFCON wa zaidi ya bilioni 336. Tunajenga uwanja wa jiji na tayari nimeshaelekeza, na wiki iliyopita wizarani kwangu alikuja hapa Arusha. Tunajenga viwanja vingine vidogo vidogo 5 vyenye uwezo wa kubeba watu 2000 mpaka watu 10,000. Tunataka Arusha ukipita unaona pichi zenye nyasi bandia, wanaita hybrid, na taa, ili watu hata usiku wacheze. Lakini pia viwanja hivyo vitatumika kwa mazoezi ya AFCON. Lakini pia tunao miradi ya barabara inayokwenda kujengwa, tuna soko linaendelea kujengwa, tuna stendi inajengwa, tuna shule za mfano nimepewa 56 kwa ajili ya kutengeneza vijana wenye vipaji vya michezo, na hapa Arusha zitajengwa. Mungu atupe nini jamani? Baada ya kusema hayo, mniruhusu kwa sababu muda umekwenda. Ninao waheshimiwa wabunge hapa ambao leo wametoka Dodoma bungeni, wakasema lazima tuje tukuunge mkono unapopokelewa Arusha. Na mimi niwaambie tu, kabla hata uchaguzi waliamua kunichagua kwa mwenyekiti wa wabunge wa mkoa wa Arusha. Sasa hapa nilipo ni mwenyekiti wa wabunge wa mkoa wapi? Na Arusha tumepewa upendeleo wa Mungu. Tumepata waziri, tumempata naibu waziri, tumepata mneki, tumepata mwenyekiti wa bunge kutoka katika ndani ya mkoa wetu. Naomba makofi mengi sana. Kwa dakika moja tu mniruhusu angalau niwakaribishe, na baada ya hapo wakimalizika nitawaita waheshimiwa madiwani ili nao wawasalimie, afu tuingie kwenye burudani, tukabidhi zawadi, twende tukale nyama kwa sababu na mimi mwenyewe nina njaa. Jamani, makofi hatoshi. Nimebadilika kwa MC kwa sababu ukiwa mwenyeji ndio unakuwa MC, si ndio? Sasa wabunge wote tunao hapa, lakini kaka yangu Kiruswa, naibu wetu waziri na mbunge wa Longido, leo imebidi tumwache bungeni kwa sababu iko hoja ya msingi ambayo imewasilishwa na waziri wetu wa mipango Profesa Kitila Mkumbo, na yeye waziri wake hayupo. Waziri akiwa hayupo, malaki naibu lazima awepo bungeni kuhakikisha kwamba masuala yote yanayoweza kujitokeza ndani ya bunge yanayohusu wizara yao basi wanajibu. Mimi kuwepo kwangu hapa, naibu wangu waziri yuko bungeni, inakuwa ni rahisi mimi kutoka. Kwa naomba mpokee salamu za upendo kutoka kwa kaka yetu, mzee wetu na naibu wetu waziri, kaka yetu Kiruswa ambaye ni mbunge wa Longido. Tuko naye kimawazo, kimipango, kimikakati, lakini kimwili tumemwacha jimboni, tumemwacha bungeni ili atekeleze majukumu yake kama naibu waziri wa wizara yetu ya madini.